Wakilishi wa wodi kutoka bunge la kaunti ya Embu wanajitokeza kutoka hoteli ya utalii hapa Nairobi wanakohudhuria warsha kuzungumza na wanahabari kuhusu kutoweka kwa spika wao Justus Mate Kariuki. Kulingana na katibu wa bunge la Embu Jim Kauma, Mate Kariuki aliondoka jana kwenye chumba wanakoandalia warsha hiyo mwendo wa saa 10:30 na akaonekana akitoka nje ya lango la hoteli hiyo kwa miguu. We do not know the whereabouts of our speaker. We request for information from anyone who is either from Embu or outside Embu, anyone who may be having information on where the speaker may be, to kindly come forward. Because he just walked out, he left the driver, he left his vehicle and he moved out of the gate, which again it's not normal. Alitoka na kuliacha gari hili lake katika eneo la maegesho. Hakurejea tena. Inadaiwa mawasiliano ya mwisho ya Kariuki kwenye simu yake ilikuwa ni kati yake na afisa mmoja wa upelelezi. Kupitia simu yake ya mkono aliweza kuwasiliana na mmoja ambao tunaambiwa pia ni huenda akawa ni askari wa CID ambaye anajiita Nicholas Kangangi. Na tungependa iweko wazi huu Nicholas Kangangi ni nani na kwa nini mpaka sasa hatuwezi kujua kwa nini haswa mpaka leo, mpaka saa hizi kutoka jana hatujaelezewa Nicholas Kangangi amesema nini kuhusu kupotea kwa spika wetu. Kaunti ya Embu imekumbwa na masaibu ya kisiasa kwa muda sasa. Bunge la kaunti hii limepitisha na kuidhinisha mara 2 hoja kumng'atua mamlakani gavana wake Martin Wambora. Malumbano kati ya Wambora na wawakilishi wa wodi kwenye bunge la Embu yakikwamisha shughuli muhimu kwenye serikali ya kaunti hii. Kwa hakika haya sio mambo ambayo yatakuwa ni mambo ya kufanyiwa mzaha ama kuletewa siasa ndani, kwa sababu ni mambo ya maisha. La muhimu ni kwamba sisi pia kama wanasiasa hatungependa zaidi kuingizwa siasa katika hili jambo, kwa sababu tunamtaka kumwona spika wetu akiwa hai na tungependa kumwona akiwa kazini kuhudumia watu wa Embu County. Kufuatia tukio hili, muungano wa maspika wa mabunge ya kaunti wamejitokeza na kutoa wito wa kupewa walinzi na pia silaha za kutumia kujikinga. Whatever it has happened to Embu, it now validates the call by the members of the County Assembly that security can no longer be a discussion in the boardroom. Juhudi za kuzungumza na familia yake Kariuki hazikufua dafu baada ya kudaiwa kuwa wameonywa dhidi ya kutoa habari zitakazohujumu uchunguzi. It is Embu today. If tomorrow we are aware the County Assembly of Kericho, the other day they impeached the governor and the name was forwarded to the Senate. How safe are the members of County Assembly of Kericho? Macho yote sasa yameelekezewa idara ya upelelezi kuhusiana na tukio hili. Patrick Njendi, Citizen Nipashe.